Na tusonge mbele mtazamaji. Je, umeshawahi kusikia eneo liitwalo Hell's Kitchen Marafa katika kaunti ya Kilifi? Eneo hili ni kivutio cha hivi karibuni cha watalii kilichobainika kipindi cha janga la virusi vya corona vilivyoangamiza maelfu ulimwenguni. Hell's Kitchen ni jabali kubwa tu la mchanga lililoruka kwa upepo, mvua, mafuriko yaliyosababisha mmonyoko wa udongo uliotoa sura ya aina yake, wengine wakisema kwamba eneo hilo lina umbo la keki. Hata hivyo, kunao wanaoamini kwamba ujio wake unahusishwa na jamaa mmoja tajiri aliyeoga kwa maziwa wakati wa kiangazi badala ya maji. Ripota wetu ukanda wa Pwani Tobias Chanji alizuru Hell's Kitchen na kuandaa makala yafuatayo. Kivutio cha Marafa kina mchanga wa aina yake uliojichonga katika umbo na urefu mbalimbali. Hili ni kutokana na mmonyoko wa udongo wa miaka mingi, japo kuna ushahidi kuwa hali hii ingali ikiendelea. Kwa mjibu wa wenyeji na mwelekezi wetu Bernard Ngutsu, kuna imani mbili inayozunguka uwepo wa kivutio hiki: imani ya kisayansi na imani ya jamii moja ya kitajiri iliyooga kwa maziwa badala ya maji wakati wa ukame. Hapa kuna historia mbili ambavyo vilitokea, ni kwamba kuna legend story na vile vile kuna geography story. So ni kwamba legend story ni kwamba hapo zama za kale kulikuwa kunaishi mzee mmoja, jina lake alikuwa anaitwa Ngonywa Mavuo. Na kwa sababu alikuwa ni tajiri, alikuwa anafanya mambo ambayo hampendezi Mwenyezi Mungu. Wakati watu wakikija hapa kutoka msaada, yeye hafanyi vile ambavyo Mungu anapenda kusaidia watu. Yeye anakutoa kafara, anachukua damu na anakunywa damu, na wakati mwingine hata anaweza chukua ile damu na akachanganya mti shamba ili azidi kuenjoy mvua hapa katika eneo lake. Inasemekana kwamba hatua hii ya kuoga kutumia maziwa ilimkasirisha Mungu, kwa kuwa wengi wa majirani wa jamii hii walikosa chakula. Hivyo basi akatuma kimbunga kikubwa kilichomeza familia hiyo na kuifanya sehemu hii kuwa moto kupita kiasi, na hivyo vigumu kwa makazi ya binadamu. Ukiangalia hivi kuna mchanga hapa aina mara tatu, ni rangi aina mara tatu ambayo inasilisha ile familia yake ilikuwa hapa. Kuna wa juu kabisa ni wa yellow, lakini ilikuwa ni dhahabu ya ile mzee, ile tajiri. Alafu kuna hii nyekundu ambayo ilikuwa ni damu, alikuwa anaua watu na kutoa watu kafara. Na vile vile hii nyeupe ni yale maziwa alikuwa naoga. Unapokaribia hapa utaona urembo wa aina yake wa udongo uliosimama tisti zaidi ya mita 30 kitashtiti, kama ambao umetambua ujio wako. Na hata ukiangalia hivi mweza sema ni mawe, lakini si mawe, huu wote ni mchanga. Kiasi ya kwamba kukinyesha kidogo tu kuna badilika hizi mashapes. Hata hivyo, katika maisha ya kisasa baadhi ya watu wanaamini kwamba eneo hili lilitengenezwa kisayansi, huku jina Hell's Kitchen limetokana na nyuzi joto za juu kupindukia. Formation kama hii Nyari, locally known Nyari, but ili acquire hii Hell's Kitchen jina kwa sababu ya temperatures. Kule temperatures size ziko juu, especially in the month of December and January. Eneo la Hell's Kitchen lilikuwa limetengwa hadi ilipogunduliwa na watalii miaka 5 iliyopita, kipindi cha virusi vya corona. Tangu hapo limeendelea kuwavutia watalii lukuki, wakiwemo wa kigeni na wa humu nchini. Kufika hapa tunaambiwa ati tunafaa tungoje sunset. Sasa ndio tumetulia pale, tukingoja kidogo tuonekana tutaingia humu ndani. Nimependa everything about it, and local tourists, it's very good. Tobias Chanji, KTN, kaunti ya Kilifi. Nivea Black and White Deal, now with 70